Maisha ya Jaji Warioba yamo hatarini baada ya kumkejeli Rais Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse. Na ikiwa ni siku yako ya kwanza kufika hapa, kumbuka kusubscribe. Mazingira ya kisiasa nchini Tanzania yameingia katika hatua mpya na yenye taswira taharuki kufuatia madai ya vitisho dhidi ya maisha ya Waziri Mkuu mstaafu na Jaji mstaafu wa Mahakama Kuu Joseph Sinde Warioba. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa tarehe 8 Januari mwaka 2026 na gazeti la Mwanahalisi, Warioba amenukuliwa akisema kwamba amekuwa akipokea vitisho ambavyo havijawahi kujiri hapo awali, hali inayomfanya akiri hadharani kuwa maisha yake yapo mikononi mwa Mungu. Kauli hiyo imeibua mjadala wenye uzito juu ya usalama wa viongozi wastaafu, nafasi ya upinzani na mustakabali wa demokrasia katika taifa ambalo limejengwa juu ya misingi ya utawala, utulivu wa kisiasa na tangu enzi za Mwalimu Julius Nyerere. Baada ya taarifa hizo kuenea, mwanasiasa wa upinzani Godbless Lema alijitokeza hadharani kutetea haki ya Warioba kueleza maoni yake bila vitisho, na kupitia ujumbe aliosambaza mitandaoni, Lema alisisitiza kwamba tofauti za kisiasa si uhalifu, akiwataka viongozi wasikubali kuanzisha utamaduni wa hofu. Ujumbe wa Lema unakuja katika kipindi ambacho mjadala juu ya ukinzani wa maoni, uhuru wa kujieleza na usalama wa wanaharakati umeongezeka katika ukanda wa Afrika Mashariki. Haki ya kujieleza imekuwa kiini cha mijadala hiyo, huku mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yakionya mara kwa mara dhidi ya kupungua kwa nafasi za kiraia ama ukipenda civic space. Kwa mfano, Human Rights Watch katika ripoti yake ya mwaka 2024 ilionya kuwa Afrika Mashariki ilishuhudia kupungua kwa uhuru wa vyombo vya habari na shinikizo kubwa kwa wanasiasa wa upinzani. Uhalisia wa tukio hili unapewa uzito zaidi ukizingatia nafasi ya Warioba katika historia ya kikatiba ya Tanzania, kwani Warioba aliwahi kuongoza tume ya mabadiliko ya katiba mwaka 2012 hadi mwaka 2014 iliyowasilisha rasimu iliyojikita kwenye ugatuzi wa madaraka, uwezeshaji wa taasisi za uwajibikaji na ulinzi wa haki za msingi za raia. Rasimu hiyo ilizua mjadala mpana na hatimaye haikupitishwa, lakini ilibaki kuwa rejea muhimu ya mjadala wa mageuzi ya kisiasa nchini. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za ukanda, jukumu la Warioba katika masuala ya katiba na maadili ya uongozi imemfanya kuwa sauti inayoelezwa kuwa ya dhamiri ya taifa, sifa ambayo imekuwa na athari katika mjadala wa demokrasia Tanzania. Na katika mahojiano ya mwaka 2021 na BBC Swahili, wachambuzi walimwelezea Warioba kama mwanasiasa aliyeweka mbele zaidi maslahi ya taifa kuliko maslahi ya chama. Na kwa wataalamu wa historia ya kisiasa ya Afrika Mashariki, tukio hili si la kwanza kuhusisha vitisho dhidi ya viongozi au wanaharakati. Nchini Kenya, kesi ya mbunge wa upinzani Kenneth Matiba katika miaka 1990 na tukio la Profesa Wangari Maathai yalionyesha jinsi mivutano ya kisiasa inaweza kusababisha matumizi ya vitisho, kutekwa au udhibiti wa vyombo vya habari. Nguvu za kimsingi za demokrasia hujengwa juu ya uhuru wa kukosoa serikali na usalama wa wapinzani na uwepo wa taasisi huru. Kwa mujibu wa ripoti ya Freedom House katika tathmini ya mwaka 2025, Tanzania iliwekwa kwenye kundi la party free ikiwa alama ya 41 juu ya 100 kutokana na changamoto za ushiriki wa kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari. Na kwa wadau wa habari na tafiti za mawasiliano, jina la Mwanahalisi si geni katika taarifa zenye msimamo mkali kwa serikali na taasisi za usalama. Gazeti hilo liliwahi kusimamishwa nchini Tanzania mara kadhaa kwa tuhuma za kuchapisha taarifa zinazohatarisha usalama wa taifa, na kabla ya kuruhusiwa tena kuchapisha chini ya masharti maalum.
na kwa kuandika madai makali kama vile dili limebuma. Gazeti hilo limeibua maswali mapya kuhusu uwepo wa makundi yenye maslahi makubwa ambayo huenda yakasukuma ajenda za kisiasa na kiuchumi bila kujulikana kwa umma. Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa wazi wa madai hayo, na wataalamu wanaonya kuwa taarifa kama hizi zinahitaji uchambuzi wa kina kabla ya kufikiwa hitimisho. Kimsingi, hitaji la ulinzi kwa viongozi wastaafu linaonekana kuwa swala lisiloepukika katika taifa ambalo limeweka msingi wake juu ya utulivu wa kitaifa. Kwa mujibu wa sheria za ulinzi kwa viongozi wastaafu nchini Tanzania, viongozi kama mawaziri wakuu, marais wa majaji wastaafu wakiwa na haki ya kulindwa na vyombo vya usalama. Katika tukio la Warioba, wadau wamehoji ikiwa vyombo vya usalama vinapaswa kutoa taarifa kwa umma au kuimarisha ulinzi wake. Tofauti na baadhi ya nchi kama Afrika Kusini, ambapo hadhi ya ulinzi wa viongozi wastaafu ni suala la wazi la kitaasisi, kwani Tanzania imekuwa ikitegemea zaidi taratibu za kiutendaji kuliko za kisheria. Kwa mujibu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2023 kulikuwa na ongezeko la matukio yanayodaiwa kuhusishwa na shinikizo la kisiasa, ikiwemo kupotea kwa wanaharakati, vitisho vya wanahabari na kuzuiwa kwa mikusanyiko ya kisiasa. Warioba akizungumza kama mwamuzi mstaafu, ameongea uzito wa mjadala huu kwa kueleza kwamba hofu haiwezi kuwa msingi wa kuendesha siasa za kizazi kipya, na kwa upande mwingine Lema ameweka msisitizo kwamba uhuru wa mawazo ni mali ya wote. Kwa wachambuzi, tukio hili linaweza kuathiri siasa za kipindi kijacho, hususan ikizingatiwa kuwa Tanzania imeingia katika enzi mpya baada ya mabadiliko ya uongozi na mjadala wa mageuzi ya katiba kuibuka tena kwa nguvu. Soko la siasa za ushindani, vyombo vya habari na sheria za mikusanyiko ni maeneo yanayoonekana kugusa moja kwa moja kesi ya Warioba. Kwa mujibu wa African Political View, Tanzania imeendelea kuwa mfano wa utulivu barani, lakini imeonywa kuwa bila taasisi imara za uwajibikaji, mfumo unaweza kusogea taratibu kuelekea taifa linaloongozwa kwa ukimya wa hofu badala ya mazungumzo ya hoja. Kwa kiwango chake kikubwa, sakata la Warioba linaenda mbali zaidi na mtu mmoja. Wadau wa demokrasia linauliza maswali mapana kuhusu uadilifu wa uongozi, ulinzi wa uhuru wa mawazo na hatima ya mjadala wa mageuzi katika katiba mageuzi ya katiba katika Tanzania ya leo. Na mustakabali wa demokrasia unahitaji mazingira ambapo mawazo tofauti yanathaminiwa, wanasiasa wafuatwi kwa vitisho, na taasisi za umma zinadumu bila kutikiswa na makundi yenye maslahi. Hilo ndilo linalofanya kesi ya Warioba kuwa jaribio la uthabiti wa mfumo wa kisiasa nchini Tanzania, mfumo ambao ulimwengu umekuwa ukiutazama kama mfano wa amani na uthabiti katika Afrika Mashariki. Na ikiwa serikali na taasisi za usalama zitaweka uwazi wa dhamira ya kulinda haki na usalama wa kila raia, Tanzania inaweza kuibuka ikiwa na mfumo imara zaidi na wenye kuaminika kwa vizazi vijavyo. Vinginevyo, historia imeshaonyesha kwamba utamaduni wa hofu hauwezi kukomeshwa kwa gharama kubwa kuliko ilivyodhaniwa. Ni hayo kwa sasa kutoka hapa TanzaPulse, na ni ombi la kila mmoja kwamba Mungu aweze kumlinda mzee Warioba ili asije akadhulumiwa na vilevile kudhuriwa. Ikiwa ni siku yako ya kwanza umekutana na channel hii na umependa content yetu, tafadhali kumbuka kusubscribe. Usitoke bila kusubscribe. Ni njia moja ya kutumotivate na vile kugrowisha channel hii ya YouTube.